Tafadhali tuketi. Tuketi kidogo tu tuongee dakika mbili. Nafikiri wakati umeenda, lakini tuketi tu kidogo. Wananchi wa Mudhara na familia hii, hamjambo. Hamjambo tena. Muweni lenge. Asante, tusalimiane hivi kwa mkono. Asante sana. Thank you very much. Kwanza kabisa ningependa kuchukua wakati huu kwa kipekee kumshukuru ndugu yangu Mheshimiwa Peter Munya na familia hii ambayo tumekuja kuwafariji kwa kazi ambayo wamefanya kwa huyu mama ambaye amelala hapa. Hakika vile seneta wetu wamesema, tumekuja hapa kwa sababu tulielewa uhusiano ulikuwa kati ya ndugu yangu Mheshimiwa Peter Munya na huyu grandmother wake. Wakati tumesoma sisi wote hapa, yale ambayo tumeona kuhusu huyu mama ni ya ajabu sana, na lazima alikuwa kielelezo katika kanisa lake na katika jamii hii na kwetu sisi wote. Kwa sababu hakika vile Mheshimiwa Munya amesema, ukiambiwa usimamie fedha katika kanisa kwa miaka hiyo yote, lazima alikuwa mwaminifu na mtu wa kuaminika kabisa. Na hiyo ndio lesson ya kwanza na kubwa kwetu sisi wote, wajukuu wake na wale ambao tuko katika familia hii, kana kwamba dunia hii huhitaji elimu, kuwa mtu mwaminifu na mtu ambaye anaweza kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa uaminifu. Na kwa hayo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa wakati ambao ametupea na huyu mama, na yale yote mama amefanya na familia yake, wenzetu wale ambao umetajwa hapa, wengine ambao mnafundisha katika chuo kikuu cha Methodist, yule dada wetu ambaye nafanya kazi ya umma na tuwakilisha pale Angola, na wale wengine wote katika familia hii. Tumekuja kusema pole na kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja nanyi kwa maisha ya huyu mama ambayo ni maisha yamekuwa kielelezo kwetu sisi wote, na baraka kwa jamii hii na jamii zote ambazo alikuwa anakutana nao. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu pasta ama kiongozi wa kanisa ulisema hapa kwamba sisi wote kwa kumkumbuka huyu mama na kumshukuru kwa kazi yake ambayo amefanya, tusiondoke tu mahali hapa bila kufanya kitu ambacho kitakuja kukumbusha wale ambao wanakuja, wajukuu wake na wengine, kuhusu kazi yake. Mimi na wenzangu tutatoa mchango wa shilingi 200 kwa kanisa, ili sasa muende kuanza kujenga ile kiti mlisema ya kutukumbusha kazi ya huyu mama. Na tukimaliza mambo haya, kiongozi wa kanisa, tutakuwa na nafasi kidogo kuongea na wewe kuhusu yale mengine ambayo mimi na seneta na wao viongozi tumekuja hapa kwa heshima ya ndugu yetu Peter Munya. Tunaweza kufanya pia kwa kanisa na kusaidiana nanyi katika kuendelea mbele na mambo haya ambayo mnafanya ya Injili. Pili, ni kweli vile Mheshimiwa Munya amesema hapa, yeye ni ndugu yangu. Tumekuwa katika utumishi wa umma pamoja, tumetumikia nchi hii tukiwa katika baraza la mawaziri, na hakika tulifanya kazi kwa karibu sana chini ya uongozi wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na wakati huo wa mabadiliko tulifanya kazi pamoja. Mimi nataka kusema hivi wananchi, kwa sababu najua watu wengi wanafikiri kwamba siasa ni mambo ya kuongea maneno, wakati mwingine hata kuzungumza uongo. Mungu anatuona tukiwa hapa, na tukizungumza na nyinyi vile tunazungumza hivi, tunazungumza mbele ya Mwenyezi Mungu. Mimi nataka kuambia tu ukweli vile huko. Huyu Peter Munya tumekuwa marafiki zaidi kwa sababu ya tabia yake na njia yake ya kufanya kazi na ukweli na kuzingatia kazi vile inatakiwa kufanya.
We had situations, hata tukiwa kwa serikali tuzungumze mambo mingi hapa. We had situations in government where we would ni watu tumejuana kwa muda mrefu. Huyu Felix ambaye alikuwa hapa alizungumza hapa. Ni kweli tulifanya mambo ya Moi University na yeye. Unajua wa Kenya tunapasa saa nyingine tujilaumu kwa mambo ambayo yanafanyika kwetu. Kwa sababu sijui kwa nini hatukumbuki, tuangalie mambo ya historia. Wakati nilikuwa waziri wa elimu, tulikuwa na shida pale Moi University. Tunataka kureform hiyo maneno. Mimi nika-appoint vice chancellor, naitwa Professor Airo. Ikakuwa shida, naambiwa na wakubwa fulani wanataka mtu wa kabila yao. Na wakati huo tukiwa kwa serikali, mimi nawaambia wazi hata huyo mwenyewe, huyu hawezi hii kazi. Ndio nakasirika saa nyingine nikiona hii porojo na upumbavu naona kwa magazeti eti mimi ndaenda kufanya kazi juu na nani. Nifanye kazi na hawa watu mimi nawajua kuliko watu wengine mimi mnajua. You don't know these people. I know these people very well. How can I work with them? Mtu mwingine ameandika jana eti niende kufanya kazi juu na nani. Huyo hata sitaki kutaja jina yake. Kufanya kazi mimi siwezi kufanya kazi na hawa watu. I know them very well and I know the stuff they are made of. Ni watu ambao you can't work with them. Their attitude towards public service and public resources is one you can't tolerate. Ndio mnaona nchi yetu hii, Mheshimiwa Munya ameuliza ni kitu gani kinafanyika, what is working in this country. There's only one thing that is working, looting the country. Hiyo ndio kazi tu inafanyika, wizi. Hakuna kazi nyingine inafanyika, kila siku ukiamuka ni wizi. Hiyo ndio wame perfect, yani kama ni PhD hiyo wanahitaji kuongezwa wengine ya pili, ya looting na wizi. Kupora nchi, destroying a country within 3 years. Look at where we are. Alafu sasa mtu aanze kuwa na ndoto eti unaweza kufanya kazi na watu sambuli kama hao. Hata afadhali uende ukae chini ya mti nyumbani pale na mama na baba zako na watu wako, badala ya kuambiwa ufanye kazi na watu kama hao. Anyway, nyinyi watu wa pande hii, nyinyi ndugu zetu, tumekuwa hapa, nimesema niko na marafiki wengi hapa, akina Naituli, hawa wote tumefanya kazi pamoja. Na hapa Meru ni nyumbani. Wale watu ambao mmetoka Agedi, mayangu ameniambia na nimwambia Mheshimiwa Munya, kabla tujaanza uchaguzi nitakuja nilale hapo hapa siku moja ama mbili. Mnitafutie boma moja nilale huko ili nipate baraka ya wale na spirit hiyo ya watu wetu kabla mimi sijaenda mbele na mambo ya uchaguzi. Ama namna gani? Hamtaki nilale hapa? Pana, nitakuja kulala hapa kama siku mbili ama tatu kwa kijiji, si kwa mahoteli hapa kwenu hapa. Ama namna gani? Hivyo ndivyo tulikubaliana na Mheshimiwa Munya kwamba baraka ya kwanza na ya kudumu katika safari ya kutafuta uongozi wa nchi hii, mimi nitakuja kuitafuta hapa na nitalala hapa, niombewe na nyinyi na hawa wazee wazuri ambao tumekuwa nao hapa, watuombee siku hiyo, watushike mkono, tuondoke hapa, tuanze hiyo safari tukiwa na maombi ya hawa wazee. Na nimesikia vile mmesema, mimi nimeitika kazi, mimi niko tayari kuanza kazi hata kesho mtaki, kwa sababu
Hata mimi nashangaa, Caxton unaniuliza mambo ya pesa ya capitation. Mimi nashangaa. Wakati nilikuwa waziri wa afya wa elimu, president alikuwa anasema as soon as tumemaliza mambo ya budget, first allocation tunaweka kwa elimu, second tunapeleka security, alafu tunaanza sasa kuzungumza mambo mengine. Sasa hii mambo unaniambia walimu, na ninaongeanga na walimu wengi kwa sababu they are my colleagues. Some of them tulikuwa nao shule KU because mimi ni mwalimu. All my colleagues, I am not able to understand what is going on, this kind of madness going on. 83 weeks to closing, there is no capitation. Sasa tunawaandikia walimu circulars, tunawaambia msifukuze watoto, hatuwapei pesa. Sasa how are they supposed to manage the schools in the process? Alafu tunawapeleka, tunaenda kuwaonga shilingi 10,000. Medical cover yao haifanyi kazi. Na hiyo medical cover ukiangalia line item kwa allocation ya pesa ilienda kwa TSC, hiyo medical cover ni 17 billion shillings. Unajiuliza hiyo 17 billion imeenda wapi? Na nimesema kila wakati hawa kama wanataka kutuaibisha, si waweke hiyo maneno hadharani. Why can't they publish the information and say we are not saying the truth, this is the truth? Sababu ukweli uko na nyinyi wananchi. Sababu nyinyi ndio mnapata huduma ya serikali. Ama namna gani? Wananchi hawalalamiki bure. Wananchi wanalalamika kwa sababu hakuna huduma kutoka kwa serikali. Na wananchi wakiuliza haya maswali hawafanyi makosa, wanauliza maswali kwa sababu hivyo ndivyo hali iko katika vijiji zetu na katika sehemu zetu mbali kwa nchi. Kwa hivyo shida ya kupanga nchi na maendeleo hakika inaonekana wazi imekuwa mzigo kwa hao wenzetu. Na kazi yao kubwa, vile nimesema, rekodi yao kubwa ambao wameshikilia ni ya wizi. Sasa ndio kitu yao ya muhimu ya kufanya ni porojo na uongo. Kienda kwa social media sasa hao ni kulipa bloggers, kwanza ufumi, sema hivi, sijui Kalonzo ameenda wapi, Matiang'i ameenda wapi, Munya alienda wapi. Hiyo ndio kazi ya kulipa bloggers, serikali ya cyberspace ya bloggers, government by blogging, or government by bribery. Kishindikana wananchi wakiuliza maswali sana, waweke laini, wape shilingi 200 kila mtu. Wanasema hiyo ni empowerment. Mambo ya aibu, unaangalia unashangaa, for a country that has got the capacity that we have, how you can run such an incompetent establishment when you are just surrounded by plenty of resources to enable you manage the country differently. Wananchi tunawaomba, tafadhali, haya mambo tunayazungumzia, muyafikirie sana kwa makini tukienda mbele. Ndio naomba namba 4, vijana ambao mko hapa, tafadhali, ndugu na dada, chukueni kura. Tunaweza kuongea haya maneno namna hii, tupige dance, tuombe, sawa ni kuomba, sawa ni kupiga hiyo dance. Lakini sasa kama hatuna kura na hatuendi kupiga kura katika kituo cha kupiga kura 2027, hatujabadilisha maisha yetu. Na njia tu ya kubadilisha haya maneno ni kuwa na kura. Chukua kura, tupige kura, tuwe tayari kufanya sehemu yetu kama wananchi, as faithful citizens, to move our country to the next level. Nikimalizia, mimi niko tayari kufanya kazi na viongozi wote, kwa sababu there is no one in this world who is endowed enough on their own to take our country to the next level. Lazima iwe ni teamwork, tutafanya sisi wote. Lakini hiyo teamwork tuifanye pia kwa ukweli, kwa unyenyekevu na kwa heshima ya wenzetu wote. Kwa sababu our country is going through some of the challenges it's going now because we have attempted some of these things in the past and they have not worked. Shortcuts, sometimes taking others for granted, not bothering about others' contribution. Mimi naomba tafadhali, sisi wote, viongozi ambao mko hapa, tuwe na hiyo nia ya kuhakikisha kwamba tunafanya kazi sisi wote pamoja kwa heshima. Mimi nashukuru wale viongozi wamezungumza hapa mbele yangu. Mheshimiwa Kioni, Secretary General wa Jubilee, Senior Counsel Mogeni, Mheshimiwa Nyange, umeona vile tumeingia hapa. Marafiki zangu wote, huyu Mheshimiwa Nyange ni National Official wa DCP, tuko na yeye. Mheshimiwa Kioni ni Secretary General wa Jubilee.
Mheshimiwa Munya ni party leader wa Jubilee. Kuna viongozi wamesimama hapa. Tuko na chairman wa Kenya Social Congress. Hiyo ndio demokrasia. Sababu tuliamua, we chose democracy. That utaamua wewe chama hilo unataka kwenda uuze sera za hiyo chama, wananchi waamue kama wanakubaliana na wewe, na tukiungana tukija pamoja tujadiliane ili useme mimi maoni yangu ni haya na yule mwingine aseme mimi maoni yangu ni haya. Alafu tutafute namna sisi tunaweza kuweka hayo maoni yote pamoja ili sasa tuwe team ama tuwe kikundi ya kuendesha nchi yetu mbele. Lakini ikiwa ni kwamba ama ni kulazimisha kwamba maoni yangu mimi mwenyewe yawe ndio yanazingatiwa, tunaanza sasa kujenga msingi wa kuharibu demokrasia yetu. Tafadhali mimi nawaomba viongozi katika ngazi zote, hata wale mko hapa MCAs, niliona mko katika vyama mbalimbali, sawa. That is the country we have decided to live in. And let freedom reign. Let's be happy to belong to where you belong to, but respect other people's views. Tukae pamoja, tusilazimishe mtu yeyote, because that's how we are going to build a health environment that will take us the next level. Mimi nawashukuru nyote, nawaombea mema kwa kila kitu na kila wakati. Hayo yote ambao mnaniuliza, mimi niko tayari kushirikiana na kila mtu, na niko tayari kufanya kazi ya kutengeneza nchi yetu. Yale mambo ambayo yamefanyika si mambo ambayo hawezi kurekebishwa, tutarekebisha. Mungu akitujalia tufuke hiyo daraja, we will fix the challenges of this country. Don't lose hope. Wananchi wakati mwingine unajua unajiuliza hata wewe mwenyewe. Ukiamka asubuhi uwe ni mzazi, mtoto mmoja anaenda university, the confusion there is global. Nobody knows what they are supposed to be doing. Hakuna mtu anaweza kukuambia ukweli. Huyu anazungumza hii, it sounds like the Tower of Babel. Mtoto mwingine is in secondary school. You are not very clear about what you are told. Mambo mengine ni haya, Mheshimiwa Kioni amesema hapa. Tumejenga classrooms kwa secondary schools that are empty. There are no kids, we are moving them this way. Sengine unashangaa, kama sio Ukristo, unaweza kuamini eti tumerogwa na mtu fulani. Lakini sisi tunaamini kwamba tuko na shida na viongozi wale ambao wako na uwezo sasa, na Mungu atatusaidia tupate viongozi wengine. Na sisi tuko tayari kufanya hiyo kazi ya kurekebisha nchi yetu ili tuende mbele. Kwa hivyo wananchi, msife moyo. Don't lose hope in our country. These challenges are momentary. Sometimes life is like that. Hata kwa maisha yako wewe mwenyewe unafika wakati kuna ukosefu, kuna ugumu, it's a low season, you see some confusion. That's what we are going through as a country now. We are going through some sort of confusion, incompetent management of public resources, and extreme corruption in the management of public affairs, looting public affairs, public resources. Lakini Mungu atatujalia, tutafuka hiyo daraja, tutarekebisha, we will make our country work again. We will restore all these programs again. And the mothers who are here, it's true, as Mheshimiwa Senator says, I would restore Linda Mama immediately if I was elected president today. And I will not support this confusion about housing levy and so on. Why are you paying levy for a house you are not going to live in the first place? Saa ingine unashangaa mambo kama haya. So we can fix these things and change our country. Don't lose hope in your country. Have faith that the Lord will see us through this. Na tukae pamoja kabisa, because during this time when we are having challenges like this, you will be tried.
na najua mnataka tubadilishe nchi yetu. Hakikisho tutawapea ni kwamba if you trust me and give me that opportunity, I will not let you down. I will not let you down. And I will not make excuses kuja kuambia stories wakati kazi imenishinda. Nianze kuambia kublame sijui huyu, nianze kusema sijui ni nani, hapana. Munipee kazi na muniulize maswali. Nitakuwa tayari kujibu maswali. Mkinipea kazi, mimi nitakuwa pia tayari kujibu maswali yenu kwa hiyo kazi mtanipea. Nawashukuru sana. Mwenyezi Mungu awe na nyinyi. Viongozi wa kanisa tutazungumza kidogo tu baada ya hapa. Tuone vile tutapanga maneno. Na wakati mwingine tukirudi hapa na hawa wenzetu wote waheshimiwa, tutawashughulikia wale wengine. Na vijana nataka kuwa na mkutano na nyinyi wa kipekee kwa sababu nyinyi ndio pila ama nguzo ya nchi yetu. Sasa tuongee on how we will complete the work you started in 2024. And that work must be completed when you occupy leadership. I'm very happy to see a lot of young people here who want positions, MCA, MP, women rep, everything. That is the way to go. Let us now occupy. Kuambiwa ni mtu yeyote, wewe ingia hapo wewe mwenyewe, uwe MCA, uwe MP, ili tulinde nchi yetu sisi wote, tuhakikishe kwamba tunaenda mbele pamoja. Mwenyezi Mungu na awabariki. Na asante sana kwa kila kitu. Na tuzidi kuombeana. Na majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tutakuwa pamoja katika safari hii. Ninawaomba tutembee pamoja ili tusaidie kukomboa nchi yetu. Asante sana wananchi na Mungu awabariki. Thank you. Mpigieni mgeni wetu makofi tena.